Si tunamjua mfalme Daudi? Alipomuona mke wa Uria alifanyaje? Hata tukiwa kwenye madhabahu hapa, tukianza kuona mambo yasiyokuwa vizuri, tunatoka kwenye uwepo. Wamama, msije kuwajaribu kanisani katika mivalio yenu ya aibu. Wanaovaa mivalio ya aibu, mkome katika jina la Yesu. Kanisa ni eneo takatifu, tunakuja kumwabudu Mungu, tujisitiri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanisa la Korinto halikujisitiri katika kuvaa, walivaa kama makahaba. Hiyo ni sababu ya kwanza. Tuko pamoja kanisa? Tunaendelea na somo letu. Pia katika kuvaa kwao walivaa nguo za bei ghali. Ina maana walikuwa wanavaa kwa kushindishana. Anaangalia, huyu mke wa fulani maskini ndio amevaa nguo ya 300,000. Mimi wiki inayokuja nitavaa ya 1,000,000. Kwa hiyo hawakuwa wanavaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Walikuwa wanavaa kwa ajili ya kujionyesha. Ina maana walikuwa wanakuja kanisani si kusali. Walikuwa wanakuja kanisani kujionyesha, kuuza sura. Tuko pamoja? Tuko pamoja kanisa? Kanisa la Korinto lilifika mpaka hatua wanawake wanashindishana kutabiri. Mke wa fulani ametabiri, asubiri aone roho wangu jioni, badala jioni. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo walishindishana mpaka kutabiri. Hivi unaweza kutabiri kwa kupenda kwako? Si tulifundisha somo la unabii jana? Manabii walitabiri kufuatana na ujumbe waliopokea kutoka kwa nani? Lakini kwa Korinto ikukuwa hivyo. Watu walikuwa wanajifanya kutabiri ili kushindishana, aonekane na yeye yuko katika roho. Bwana atuhurumie sana. Sasa kwa sababu ya hali hiyo ambayo waliingia nayo katika kanisa, Paulo akasema hili kanisa hili limeanza katika mwili lakini linamalizia katika limeanza katika roho lakini linamalizia katika mwili. Ndipo akaandika waraka wa pili wa Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33. Wa Korinto wa kwanza 14:33 inasema, akawaambia akisema, Mungu sio Mungu wa machafuko bali wa amani na utaratibu, kama yalivyo makanisa yote ya Kristo. Amina. Akasisitiza kusema ya kwamba Mungu si Mungu wa machafuko bali ni Mungu wa amani, tena Mungu wa utaratibu, kama yalivyo makanisa yote ya nani? Ya Kristo. Sababu ya wanawake kukatazwa kuongea ni hizo ambazo nimezitaja hapo, na zilikuwa sababu ambazo zililenga kanisa moja tu la Korinto. Haleluya, haleluya. Basi kama wewe ni wa Korinto, usisimame kwa madhabahu. Biblia imeandikwa vizuri, lakini walimu tumeichanganya. Kuna andiko ndani ya Biblia zimelenga watu. Ina maana ujumbe unaandikiwa mtu fulani tu na unaishi hapo. Ziko ujumbe zililenga taifa na zikaenda hivyo. Ziko nyaraka zililenga kanisa fulani, sio kanisa zote. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ikiwa unachukua Biblia kuivamia, itakupeleka pabaya. Si Paulo amefundisha ni lazima mtu asioe, lakini Mungu amesemaje? Oeni, zaeni, ongezekeni, mkaijaze. Yeye akasema ninatamani watu wote wawe kama mimi nilivyo. Anapingana na Biblia, atapingana na Biblia. Biblia inaruhusu mtu kufanya maamuzi. Kuoa sio lazima. Kwa sababu Yesu mwenyewe amefundisha kwamba wako watu wamezaliwa ni matowashi kutoka katika tumbo za mama
zao. Ina maana huyo mtu hana uwezo wa kuzaa, amezaliwa hivyo. Sasa mimi nimezaliwa na uwezo wa kuzaa, nikae bila kuzaa? Neema siko tofauti, hatulingani. Tunafanana lakini hatulingani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kama wewe hauli, usiniambie mimi nisile. Wewe hauli kwa sababu hausikii njaa. Mimi ninakula kwa sababu ninasikia njaa. Haleluya. Kwa hiyo usitake mimi ni hudumu kama wewe unavyohudumu. Wewe ni wewe na mimi ni mimi. Nilivyoitwa sivyo ulivyoitwa. Haleluya. Haleluya. Tukielewa hivi, kanisa litaenda vizuri. Haleluya. Haleluya sana kanisa. Kwa hiyo tunakwenda na somo letu. Katika malengo na mazumuni mengi ya kukataza wanawake wasiwe wanasimama kwenye madhabahu. Mimi kuna mchungaji mmoja aliweza kuja kuniuliza, kwa nini kanisa lako ninaona hata maaskofu wanawake? Nikasema imeandikwa ndani ya Biblia. Biblia imeandika. Yeye akanipatia ile andiko. Nikamwambia ukinipatia andiko 3 ndani ya Biblia ambazo zinasisitiza kuhusu hilo jambo, basi na mimi nakataza wanawake kusimama kwenye madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwenye Agano Jipya liko andiko moja, na kwenye Agano la Kale Torati kuko andiko moja ambayo inakataza wanawake kusimama kwenye madhabahu, lakini ikiwa na sababu hizi. Katika Agano la Kale iliandikwa kwa sababu ya maumbile ya wanawake. Situko kwenye mafundisho lakini niseme. Maumbile ya wanawake ilikuwa inaleta aibu. Mfano, mwanamke anasema kwenye madhabahu na anafika kwenye siku zake, ilionekana ni nini? Ni aibu. Wakawakataza kwa njia hiyo. Sasa katika ulimwengu wa leo, maendeleo yameisha kuwa haiweze kuwa na aibu tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema amen. Yes. Hatuna ile injili. Wazee wetu kweli waliongea kwa Roho Mtakatifu. Nilifundisha tena katika swala la unabii. Nikasema ya kwamba wazee walipata uamsho lakini wakaharibu kwa sababu walikosa walimu. Nikasikia mzee mmoja tena anasema kwa Roho. Anajazwa. Ana kipaji kizuri. Lakini kwa sababu hakusoma, alikuwa anafundisha kwamba Yerusalemu ni mbinguni. Watoto wangu, msione hivi, huko Yerusalemu mbinguni huko, tutacheza, tutaruka. Yerusalemu ni hapa duniani. Haleluya. Lakini kwa sababu hakusoma, anafikiri Yerusalemu ni mbinguni. Anafikiri Bethlehemu ni mbinguni. Wanapoangalia ile igizo ya Yesu, wanafikiri yule ndiye Yesu, sio Yesu yule. Yule ambaye aliigiza ile igizo ya Yesu, yule mtu ana wake wawili na sio Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule sio Mkristo, tena ni mlevi na anavuta sigara. Lakini alipata neema ya kucheza, ile ni movie tu, wala sio Kristo. Lakini makanisa mengine sijui kama watu tumechanganyikiwa na nini. Ni sanamu ya yule mtu anaiweka kwenye madhabahu, sio Yesu, ni mlevi, ana wake hawa. Na wanaenda njia ya msalaba, wanamuinamia yule mtu. Yule mtu sio Yesu. Haleluya. Wangapi wananielewa? Lazima tuelewe Biblia, ndipo tutafundisha watu njia zilizonyooka. Tusipoelewa Biblia vizuri, tutapeleka watu kwenye kichaka. Haleluya. Sema amen. Kwa hiyo wanawake wako huru, hawafungwi kusimama kwenye madhabahu kuhudumu kama watumishi. Wana haki ya kuwa wachungaji, haki ya kuwa mitume, haki ya kuwa manabii, haki ya kuwa maaskofu, huduma zote kanisani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema amen.